Crew ya zamu ilitoka kituoni na kufika eneo la tukio. Taarifa yetu tulipokea muda wa saa 3:11. Ndani ya dakika 3, kwa maana saa 3:14, crew ya zamu ilitoka eneo letu la kazi na kufika hapa kwa ajili ya kukabiliana na moto huu. Baada ya kufika hapa, crew iliangalia eneo na kufanya tathmini. Baada ya hapo, zoezi la uzimaji moto lilianza mara moja. Tuliendelea na zoezi la kuzima moto, lakini pia tulishirikiana na wenzetu kutoka kikosi cha kuzima moto Buzwagi, walikuja kwa ajili ya kutuongezea nguvu. Tuliendelea kuzima moto na mpaka tukamaliza. Baada ya kumaliza kuzima moto, tuliweza kufanya tathmini na kugundua chanzo cha moto huo ilikuwa ni nini, na kilichogundulika ni kwamba ni hitilafu ya umeme. Na moto huu uliweza kusambaa kwa kasi zaidi kutokana na kuwepo kwa mlundiko wa mizigo katika maduka ambayo yapo katika eneo hili, yakiwemo magodoro, maboksi, ambavyo vyote hivi ni vyakula vya moto. Kwa hiyo baada ya hapo tuliweza kufanya tathmini na kugundua kwamba maduka ambayo yaliweza kuungua katika eneo hili kwa maana ya frames zilikuwa ni 6 na baadhi ya samani zake, kwa sababu samani nyingine ziliweza kuondolewa katika eneo hili. Lakini pia tulifanikiwa kuokoa frame 7 na samani zake. Na tunashukuru Mungu kwamba hakukuwa na majeruhi wala vifo katika tukio hili la moto. Sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunaendelea kutoa elimu na kuwasa wananchi kwamba wanapopata majanga ya moto ama maokozi, basi ni vyema kutoa taarifa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa haraka, ili na sisi tuweze kufika eneo la tukio kwa haraka na kuweza kukabiliana na moto ama majanga mengine. Lakini pia kuweka vifaa vya awali vya kung'amua moto, kwa maana ya kwamba smoke detector, kwamba tunashauri wafanyabiashara, maofisi, majumbani kuweka vifaa vya awali vya kung'amua moshi, kwa maana smoke detector, ili kuweza kubaini. Kamanda wa polisi mkoa wa Shinyanga, kwanza nitoe pole kwa wahanga wote ambao wamepatwa na hili tatizo pamoja na mmiliki wa eneo hili. Tunawapa pole kwa sababu tunajua hizi pesa tunajua umewekeza kwa ajili ya kujipatia vipato vyenu. Kama alivyotangulia kusema Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba ametoa pole, na sisi Jeshi la Polisi tunatoa pole. Lakini kama alivyoongea mtaalamu wa kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwamba chanzo cha moto ilikuwa ni hitilafu. Lakini sisi Jeshi la Polisi tuko hapa tangu jana kwa ajili ya kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama, na tutaendelea kufanya hivyo wakati wote, kwa sababu ndilo jukumu letu la msingi la kuhakikisha kwamba tunalinda usalama wa raia. Nizidi kuwapa pole, lakini chukueni yale ambayo ofisa kutoka Zimamoto ameyasema, fire extinguishers, vile ambavyo inasaidia katika kuzima moto. Kama tunavyotambua wazi, lengo la serikali ni ulinzi wa raia na wananchi, kuzuia haya matukio, kuangalia changamoto ni nini, kwanza kuangalia chanzo. Kwa hiyo kuna pande mbili, kuangalia wenzetu nini hasa ni chanzo, ili sisi na wenzetu tuweze kuambiana kwamba ndugu zangu, siku za usoni tuweze kidogo kuona namna gani ambavyo tunapunguza athari za vyanzo kama hivi. Lakini kuangalia pia kwa upande wetu wa serikali, response yetu pia ilikwenda vipi na kwa muda gani. Vyote kwa pamoja tunaweza tukaenda na kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri, lakini tunaendelea kupunguza athari za moto katika maeneo haya. Ni ya biashara. Mama yeye ni eneo lake anafanya biashara, lakini na wale ambao wamepanga hapa pia nao wanafanya biashara. Wanajitafutia kipato chao halali kabisa, waweze kuendesha familia zao, waweze kulea watoto zao, waweze kujenga familia zao kwa namna moja ama nyingine. Hii inataka kila mwananchi aendelee kuimarika kiuchumi. Tunaumia sana tunapoona kwamba mwananchi anaweza kataka kufuta na rudi nyuma kimaendeleo, kiuchumi, kutokana na majanga haya ambayo yanazunguka. Kwa ni wajibu wetu kwanza kuendelea kwa pamoja na wenzetu, lakini kuendelea kuwakumbusha wale wenzetu wengine kwamba yako mengine ya awali kabisa ambayo yakifanyika majanga haya yanapungua, na yawezekana tukawa hatuna tena majanga ya namna hii kutokana na hatua za mwanzo, lakini hatua ambazo
tukizichukua zinakwenda kuhakikisha kwamba tunapunguza hatari kabisa hii. Moto unaweza ukawaka, lakini je, unagundulika baada ya muda gani ule moto? Na moto katika maeneo ambayo maduka haya, sisi tunasema kwamba Mungu ni mwema, kwa sababu maduka ambayo yamejaa vitu ni kwamba wananchi wenye kufanya biashara kwenye hizi frame uwezo wao wa kifedha ni mzuri, kwa unakuta stoki yake ni kubwa. Kwa hiyo ni changamoto nyingine pia, kwamba wewe ukileta changamoto, moto ukawaka, mzigo mkubwa ambao ulikuwa huko ndani unaenda kuathirika wote. Kwa hiyo tungetamani sana wenzetu ambao wanaendelea kuimarisha kiuchumi, sisi kama serikali tunaendelea kuwashika mkono, waendelee kupanda. Inauma sana tunapoona kwamba wenzetu wenye frame na mama yetu ambaye anamiliki hapa anakutana na hizo changamoto. Inatokea utakuta mtu wa karibu, nyumba ya jirani, rafiki wa jirani, frame ya jirani, ndio ambaye amefika eneo la tukio, anapambana kwa alichonacho. Hana vifaa, lakini kwa utu wake anatumia alichonacho, iwe ni maji, iwe ni nini kusaidia. Kwa hiyo asanteni sana. Nasema nisiondoke bila kuwashukuru. Na kushukuru ni utu. Mimi naamini mngekuwa mna vifaa zaidi, inawezekana nyinyi ndio mngekuwa wa kwanza wa kuzima kabisa. Kwa hiyo mmesaidia kwa kile ambacho mlikuwa nacho. Na kutokana na moto pia inaenda wakati na nyinyi mnazidiwa nguvu. Lakini dhamira, nia, upendo wenu na nia yenu inaonekana. Kwa hiyo naomba umoja wetu, mshikamano wetu kwa wilaya yetu ya Kahama, hii ndio siri yetu sisi. Upendo wetu uendelee kuimarika, mshikamano wetu uendelee kuimarika. Nikaona si ubinadamu na sio wema kuondoka bila kuwashukuru. Kwa hiyo asanteni sana na washukuru sana. Mmoja wa maduka katika eneo hilo mpaka sasa iliyotokea jana majira ya saa 2 usiku. Nilipata taarifa nikiwa nyumbani kwamba katika maeneo ya maduka moto unawaka. Ndipo nilipotoka nyumbani kukimbia nikafika hapo eneo la duka langu hapa, nikakuta moto unaendelea kwa sana. Ndipo tulipochukua jitihada ya kuanza kuzima moto kutumia maji ya bomba kwa kuunganisha mapaipu na kuanza kumwagilizia sehemu ya moto ambapo unaendelea. Lakini pia ilifika gari la faya ambayo iliweza kusaidia kuzima ule moto. Ilizima kwa dakika kadhaa, lilishiwa maji. Tukapendezwa na wananchi wa kawaida ambao wanaenda kusaidia kuzima ule moto. Ndipo ikaja mashine nyingine ambayo ilitokea Buzwagi. Hilo likafika ikaanza kusaidia kuzima moto. Lakini kwa kiasi kikubwa mashasili mali zipata mashateketea na vingine kuibiwa na wananchi ambao hawakuwa na nia njema. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kuokoa, japo vingine viliharibika na kuibiwa kulingana na ambao tulikuwa tunaokoa mali zetu, lakini vingi viliharibika.